Kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mwenyekiti wa chama hicho Bwana Tundu Lissu huko Mbinga mkoani Ruvuma hiyo jana, maoni mbalimbali yameendelea kutolewa na wadau mbalimbali wa demokrasia nchini, lakini pia wanasiasa wameendelea pia kutoa maoni yao kuhusiana na jambo hilo, na baadhi wakisema kwamba huenda Tundu Lissu kukamatwa kwake ni kutokana na hotuba zake ambazo amezitoa huko mkoani Ruvuma, hususani hotuba ya suala la usafirishwaji wa madini aina ya makaa ya mawe, ambapo Bwana Tundu Lissu alitoa maoni yake kuhusiana na jambo hilo akiwaeleza wananchi. Lakini Boniface Anyisile Mwabukusi ambaye ni wakili msomi huyu, ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba tunafuatilia kujua nini kimejiri na kwa nini nguvu kubwa kiasi kile ikatumika eneo ambalo Chadema na wananchi walikuwa wakitumia haki yao ya kujumuika kwa kufuata sheria. Nguvu iliyotumiwa na polisi dhidi ya raia wasiokuwa na silaha yeyote sio tu matumizi mabaya ya sheria, bali ni hali inayoashiria kutokuwajibika na kukosekana kwa ustahimilivu wa kisiasa katika taifa letu. Anasema kulikuwa na namna nyingi za kiweledi ambazo zingeweza kufanyika bila rabsha wala risasi au mabomu ya machozi. Anasema Tundu Lissu sio tu kwamba ni mwanachama na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, huyu pia ni mwanachama hai wa TLS na ana haki ya kutendewa kwa mujibu wa sheria. Anamalizia kwa kusema kwamba jeshi la polisi litoke na kutueleza sababu za kutumia nguvu ile dhidi ya raia na kwamba Tundu Lissu anashikiliwa kwa kosa gani. Anasema tunafuatilia na kutafakari kuhusu jambo hili. Haya ni maoni ama jambo ambalo ameliandika Boniface Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook, huku akiweka picha ya Tundu Lissu. Lakini baadhi ya wasomaji wake wametoa maoni tofauti katika ukurasa huu na kufuatia andiko hili. Huyu anaitwa Moses Olutu. Moses Olutu anasema kwa kweli inasikitisha sana. Jana nimeangalia video ya mapolisi walipokuwa wanalipua mabomu na risasi za moto. Nikashangaa hawa ndio wanaoitwa walinda raia na mali zao. Mkutano mkubwa kama ule hapakosi wa mama na watoto. Alafu Pasaka inayokuja wataibuka viongozi wa dini wakituhamasisha tulinde amani. Kumbe wavunja amani ni polisi system. Mbona hatuoni mabomu kwenye mikutano ya Amos Makala na no reform no election? Selema Nganga anasema fuatilia kwa ukaribu haki za Mheshimiwa Lissu, mwanachama na rais mstaafu wa TLS. Naswi TBC anasema tupo tunasikiliza redio Wasafi FM muda huu waisee, hawa watangazaji Maulidi Kitenge, Zembwera, Gerard Hando na Kipanya, nichogundua kutoka kwao hasa wanavyowasilisha hii taarifa, kwa kweli ni tamani ningekuwa karibu yao, ningewatandika bakora tu, acha ni nyamaze tu, ila ni msiba mzito. Huyu George Msangi anasema no reform no election. Eli Mwakiusa anasema ni desturi ya watawala wetu kujenga hofu dhidi ya fikra pevu, lakini lazima tusimame tubadilishe utamaduni huu. Haki ya kujieleza na uhuru wa kujieleza sio dhambi. It's just me freedom of expression. Huyu Kishoko Igombe anasema eti kapelekewa Field Force. Ni jambo la ajabu kweli kweli, na kitekaji zile movies za Kikolea na Kichina wanavotenda askari wa Kichina kwa wananchi, na haya huyu ni koloni CCM washataka sana. Chalu Dialas anasema mfumo huu wa kuwa asiyeunga mkono CCM ni mbaya, kauleta nani? Je, watu wakisema kuanzia leo hawataki tena kupiga kura, je pia watauliwa? Maana kila wanachokifanya wao ni wabaya. Je, ni kwa hilo pia watakuwa wabaya? Huyu ni maoni yake huyu bwana Chalu Dallas. Lakini Engineer Philip Shao anasema wanaona hatuna
wanaona hatuna cha kuwafanya, hilo tu. Kishoko Igombe anasema wanao mshauri ndo wakuru-kutabu, sijui anamaanisha nini, na yeye ndiye atakuwa kutabu baadaye. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu, anasema Samia hapati usingizi kabisa kwa ajili ya Tundu Lissu. Tumechoka sana na hali hii ya polisi CCM kutumika vibaya kwa kutenda yasiyowapasa. Mary Haruna anasema kuna msemo unasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sasa haki yake atapataje wakati tayari amenyongwa? Ray Milanzi anasema tunahitaji kujua kwanza alipo Lissu. Ya Mavila Mwamwezi anasema hapo nimeridhika kaka, muonyeshe upendo wa TLS. Nuru Jacob anasema hivi nchi imefika pabaya sana ise. Usijempeleka mwanao jeshi la polisi, ataharibika. Hiyo kazi ni bendera fuata upepo. Hawawezi kufanya kazi zao za weledi na umahiri kwa kutumia ufahamu wao hadi wa remote cha kufanya kiwe sahihi au kibaya, wao wanatumikishwa kukifanya. CCM tumewachoka, mnajifanya miungu watu viongozi, mnajikuta Goliath. Sasa mkishindwa kutambua yakati, si mbali mtangushwa na mawe matatu. Light Malila anasema Boniface yenye sile Mwabukusi, naomba kuuliza kwa hali hiyo RCO wa Mbinga hawezi kushtakiwa mahakamani? Sam Oji anasema ukikaidi amri nguvu zinatumika kushughulika na wewe, kama vile anavyotumia nguvu kubwa kuwafukuza wanaopinga chamani. MC Turuka anasema kwani CCM wanaogopa nini kama wanajua wanatenda haki kama wanavyojinasibu kwa umma? Adam Madunda anasema kuna siku haya yote yataisha. Al-Qaida Mtuli anasema ukombozi umekaribia. Haya mambo tulio na hofu ya Mungu, mambo yanabadilika. Hakainde Hichilema, rais wa Zambia, aliteseka sana na watawala miaka mingi sana, kuwekwa ndani, kupigwa risasi, kuvamiwa nyumbani kwake na chama tawala waliwatumia vibaya police force. Lakini siku mwamba anakuwa rais, kuna mjitu hadi leo ilijiachisha kazi na kukimbia nchi. Kuna kitu cha kujifunza kuhusu hao polisi CCM. Luka 3:14 Yesu anasema aliwaambia polisi CCM mambo matatu: moja, msimdhulumu mtu; pili, msimshtaki mtu kwa uongo; tatu, toshekeni na mishahara yenu. Ni swala la muda na utimio wa unabii. Joeli Abigasti anasema nilidhani Samia atakuwa tofauti na Magufuli, lakini mbaya zaidi yeye ndio kawa hatari zaidi. Mavika Raymond anasema watenganishe polisi na CCM polisi, wafanye kazi kwa wote sasa, hao wanatumiwa ovyo. Ambonwile Sanga anasema inafika mahali mtu unajikuta unalia mwenyewe. Askari wetu sijui wana roho za namna gani, kila agizo wao wanafuata hivi. Siku wakimbiwa uweni familia zenu, naona watakubali. Idi Kanani anasema yatafika mwisho na hao polisi wajue kuwa nao wana familia na kuna maisha baada ya hapo. Agustino Kinunda anasema kwa matendo ambayo kwa miaka mingi polisi na CCM wanalitendea taifa hili, walipaswa kuwajibika kwa ukubwa wake, kwa sababu wanayotenda ni usaliti kwa raia, nchi na rasilimali zake. Amanyisi Mbogoso mchungaji anasema hofu huondoa amani. Zawadi Mwakalobo anasema jeshi letu linatumika vibaya dhidi ya watu wema. Huyu Sankeseso anasema hizi ni dalili tosha zile za mauaji tarajiwa katika uchaguzi ujao, kama walivyo huwa Tunduma Ngombole, mwenyekiti na mgombea mwenyekiti wa kitongoji aliyepigwa risasi 4 na polisi kule Singida. CCM hawako tayari kwa ushindani ulio sawa. Kwa msingi huo, no reform no election iko kwenye mstari wa njia yake. Joseph Dison, haki za watu haziheshimiwe Tanzania. Hakuna utawala wa sheria Tanzania. Hakuna ustahimilivu wa kisiasa kwa sababu ya hali ya uchumi uliosababishwa CCM toka kupata uhuru wa 1961 to date.
Hakuna ugawaji sawa wa rasilimali zinazopatikana Tanzania. Godfrey Masuka anasema anashangaa kuna watu wasomi na walishakuwa wabunge siku nyingi wanashabikia eti uchaguzi ufanyike kama wewe ni mzalendo. Hali hii inayoendelea, una uhakika tuna uchaguzi huru au unaenda kupoteza hela zako kwenye harakati za uchaguzi? People's wake up. Sisi ni generation nyingine tofauti na ile ya zamani. Mimi nitakufa kwa kupigania haki, ila familia yangu and my clan wakae wakijua nani aliangamiza maisha yangu. Tujiandae. Abubakar Moto anasema Boniface Mwabukusi, fuatilia kwanza tujue wapi alipo na hali yake ikoje. David Walioba anasema yani hii nchi tunakoelekea ndo kubaya zaidi. Huyu Rais Samia ni mbaya kuliko ana maoni ya David Walioba. Gerardo Wilhard anasema kaka, hii imedhihirisha na inadhihirisha wazi kuwa adui mkubwa wa Chadema ni sio CCM bali ni polisi, na nina hisi CCM chenyewe ilishajificha zamani sana. Kwa sababu jeshi kama jeshi unawezaje kutumia nguvu kubwa kama ile? Halafu basi ni kweli kabisa kama wanavyosema Chadema hii nchi sekta nyingi zinahitajika kufumuliwa na kusukwa upya, kwa sababu ni aibu sana kwa jeshi letu kufanya kitendo kama kile. Huyu Wile Filimoni anasema ni vyema kusikiliza pande zote mbili ili mwisho wa siku pia wanachama na wananchi wajue nani mwenye kosa, na hata hivyo busara ingetumika tu kulikoni kuchukua hatua ya kutumia nguvu. Note, tunasubiria mrejesho. Hii nchi ni ya watu wote, na kama kutakuwa na shida pande yeyote basi sheria itumike bila kupepesa macho. Pia mikutano hii itumike sana kubadilisha fikra na kuwajengea uwezo wa kujitambua na sio kuleta machafuko na shida kwetu. Tuliona wengi waliopata shida huku Arusha kipindi cha Soweto. Tutafute njia sahihi na sio kwa jazba. Siku njema. Kimaro Eli tumsifu anasema TLS wanasiasa hamwezi kukomesha uonevu huu wa kuumiza watu bila sisi wote ni mimi na wewe kushikana mikono na kusema inatosha. Yani Watanzania tuiambie CCM tumevumilia, tumechoka watuue ama watu wache, inatosha. Yani polisi na kulinda raia ndio wanatuvamia na kutupiga risasi na mabomu. Kama ni kumkamata Lissu, si wangemkamata hata hapo anapoenda kulala kuliko kuvamia halaiki. Ipo siku polisi watajua nguvu ya umma wanajenga uhasama na raia wenyewe. Tusiwachukie wanaanza kulalamika. Mingi Maisanga anasema kaka Boni, hamna sababu ya msingi hapo. Tatizo ni jeshi la makada. Nzunda Kilimo Agroministry anasema Mwabukusi, hawa polisi waliotumika kutawanya watu wanaenda Kongo wakapambana na M23, waache kuonea unarmed people, ndo tutajua kumbe ni wamba. Lewis Mnyonga Ndona anasema polisi ni kikundi cha haya maoni mengine kwa kweli hatuwezi kuyasoma hapa. Ni maoni ya baadhi ya wasomaji wa Boniface Mwabukusi baada ya kuandika andiko lake kwenye ukurasa wake wa Facebook kuhusiana na jambo ambalo limemtokea Tundu Lissu ama kukamatwa kwa Tundu Lissu huko Mbinga mkoani Ruvuma, ambapo anasema kwamba tunafuatilia kujua nini kimejiri na kwa nini nguvu kubwa kiasi kile ikatumika eneo ambalo Chadema na wananchi walikuwa wakitumia haki yao ya kujumuika kwa kufuata sheria. Na mwisho kamalizia kwamba jeshi la polisi litoke na kutueleza sababu za kutumia nguvu ile dhidi ya raia, na kwamba Tundu Lissu anashikiliwa kwa kosa gani na kwamba wanaendelea kufuatilia. Huyo ni Boniface Anyisire Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS, ambaye ameeleza katika ukurasa wake wa Facebook kuhusiana na jambo hili la kukamatwa kwa Tundu Lissu huko Mbinga mkoani Ruvuma, na kwamba wanafuatilia. Na baadaye maoni yametolewa na baadhi ya wananchi au wasomaji wa ukurasa wa Boniface Mwabukusi na hiki alichokiandika. Nasi tunaendelea kufuatilia na tutakurejeshea mrejesho nini kinachojiri hapo baadaye. Karibu kwa maoni yako pia.